Habari, siku hii ya leo, tarehe 20 March 2026 ni mwaka mpya kule Iran. Wanasherehekea sikukuu ya mwaka mpya. Nikasema pengine mtaona inaongelewa sana, alafu msielewe inakuwaje. Niko hapa kwa ajili ya kukuelewesha. Mimi ninaitwa Robin Rachel. Wa Iran wana kalenda yao. Na katika kalenda yao, siku hii ya leo ni siku ambayo inaitwa Nowruz. Kwa Kiswahili mwaka mpya au siku mpya, ndio maana wanaisherehekea. Nchi mbalimbali zina kalenda zao, lakini kimataifa huwa tunatumia kalenda ambayo inajulikana sana, ambayo inaitwa Gregorian calendar. Hii kalenda ya Gregorian calendar ni kalenda ya Kikatoliki. Iliandaliwa na Papa Gregory wa Katoliki miaka ya 1500. Ilitufikiaje sisi wote na ikawaje maarufu? Himaya ya Roman ilieneza sana Ukristo, na dhehebu la Catholic lilikuwa ndo dhehebu ambalo linasimama na himaya ya Roman. Zamani ili usimamishe himaya vizuri ni lazima uitengenezee na dini. Hapo ndio himaya itasimama. Watu ukiwaongoza kwa kupitia dini wanaongozeka vizuri kirahisi kabisa. Kwa hiyo himaya ya Roman na yenyewe ikawa inasimama na dini ya Kikristo, dhehebu la Catholic, na wakawa wameandaa kalenda. Kalenda yao ya kwanza ilikuwa inaitwa Julian calendar, ambayo ilibeba jina la mfalme wao wa zamani, kiongozi wao wa zamani alikuwa anaitwa Julius Caesar. Kwa hiyo Julian calendar ikaenda, lakini baadaye ikafanywa marekebisho, ndio ikaja Gregorian calendar na Papa Gregory wa hapo Catholic. Leo hii Gregorian calendar ndio inatumika katika mataifa yetu mengi sana. Kwa nini? Kwa sababu himaya ya Roman ilitawala maeneo mengi Ulaya. Zile nchi hata zilipotoka mikononi mwa himaya ya Roman ziliendelea kutumia hii kalenda ya Kikatoliki ya Gregorian. Na baada ya hapo mataifa ya Ulaya yalikuja kuchukua makoloni katika maeneo yetu mengi kuanzia miaka 1800. Wakaja na ile kalenda. Ndio maana hata tulipopata uhuru tukaendelea kutumia hii kalenda ya Kikatoliki ya Gregorian calendar. Lakini yapo mataifa ambayo ndani ya mataifa yao bado wanaendelea kutumia kalenda zao, lakini katika masuala ya kimataifa wanakuwa wanatumia hii Gregorian calendar ambayo ndio maarufu duniani. Warusi wanatumia bado Julian calendar, ile kalenda ya zamani ya Wakatoliki. Umenielewa? Kwa hiyo wao kuna baadhi ya hata sikukuu ni tofauti. Christmas kule kwa Warusi ni iko mwezi wa kwanza, haiko mwezi wa 12. Sasa na Wairan nao ndani ya nchi yao wanatumia kalenda yao, na katika kalenda yao siku hii ya leo ndio sikukuu ya mwaka mpya, na wao katika kalenda yao hawako mwaka 2026. Wao nafikiri wako mwaka 1400 na huo ndio uhalisia. Kalenda yao imetokana na nini? Kalenda yao ilitokana na dini yao ya kale ambayo inaitwa Zoroastrianism. Sasa hiyo dini yao wao walikuwa wakisherehekea mwaka mpya kupitia hii kalenda yao, na mwaka mpya wao ndio huu ambao umeanza leo. Dini ya Zoroastrianism mpaka sasa hivi ipo Iran, lakini Wairani wengi waliingia katika dini ya Kiislamu kuanzia karne ya saba baada ya himaya yao ya Sassanid kuvunjika na himaya za Kiarabu zikaenda pale kutawala. Baadaye mmoja mmoja wakaanza kuingia katika dini ya Kiislamu. Lakini kama tunafahamu dini hizi nyingi huwa zinabeba tamaduni za chimbuko la dini ilipotoka. Kwa hiyo kwa mfano dini ya Kiislamu tunaona kuna tamaduni nyingi za Kiarabu zimeingia humo, lakini dini ya Kikristo tamaduni nyingi za wazungu. Ndio maana Wakristo wanakuwa na uzungu mwingi mpaka kwenye mavazi. Waislamu wanakuwa na mavazi yale ya tamaduni za Kiarabu sana, kutokana na kwamba tamaduni nyingi zinaingia katika dini nyingi. Na hawa Iran dini yao ya Zoroastrianism imechanganya sana tamaduni zao za Kiiran pale, na kutokana na hiyo sasa mpaka leo, kwa hiyo wanaendeleza zile tamaduni zilizoko katika dini ya Zoroastrianism hata kama wengi wameshakuwa Waislamu. Kwa siku kama hii ya leo, wale walioko katika dini ya Zoroastrianism hapo Iran wanaswali au kusali kuendana na dini yao, na wanaisherehekea hii sikukuu kama mwaka mpya wa dini yao ya Zoroastrianism. Lakini Wairani hao wengine ambao ni 90% ambao wameshakuwa Waislamu wanaisherehekea hii siku kama mwaka mpya wao kitamaduni zaidi. Kwa hiyo wao hawaswali katika dini ya Zoroastrianism, ila wanaendelea kuswali katika dini ya Kiislamu, lakini wanaisherehekea hii siku kitamaduni zaidi.
Kwa hiyo hapo ndipo wanapokutana na wale wa Zoroastrianism ambao wao wataingia kuswali, lakini hawa hawataswali ila tu wanafurahia kitamaduni. Kwa hiyo hii ni siku ambayo iko kitamaduni lakini pia iko kidini kwa wale wa Zoroastrianism. Mimi ninaitwa Robin Rachel, mchambuzi wako wa masuala ya kimataifa. Ninakuletea dunia kiganjani mwako. Utaijua dunia kupitia mimi kirahisi kabisa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa wewe naye nisikiliza kupitia Instagram au TikTok, bonyeza link hapo juu katika bio ikupeleke katika YouTube channel yetu ili ukapata habari nyingi sana zinazoendelea uko duniani.